Tunajifunza kupitia vijana wetu hawa. Sawa tutaanza kutoa mukaddima, kisha kitaanza kikundi cha kwanza tilwa al-ukhra au tilwa al-akhar, kisha chengine.
Bila shaka mmeweza kusikia hilo ni somo la tano ambalo limepewa kitu cha khabar al-huruf al-munawwara at-tanwin. Tukisema kwamba huruf al-munawwara ni zile herufi ambazo zimewekewa tanwin. Tanwin ziko tatu, ima iwe ni dhammatain, yani dhamma mbili, au ni fathatain, fatha mbili, ama kasratain, ama kasra mbili. Hapo wanafunzi walikuwa wanatuonesha jinsi ambavyo unapozikuta herufi zina tanwini zinasomwa vipi. Kuna usomaji ambao tulizoea kusoma sisi huko tulisoma zamani kipindi hicho, sawa ni usomaji ambao tulikuwa tunasoma, lakini kulingana na hali ilivyo ambavyo inatakiwa kusoma Qur'an, ilikuwa ni usomaji ambao sio sahihi, lakini tulisoma, sawa na ilikuwa tunasoma na tunajua. Kwa sasa hivi mashaikh masha Allah
wamejaribu kuboresha na kukuletea kanuni ambazo na utaratibu ama njia ambazo zitaweza kukufanya wewe uweze kusoma kwa uzuri. Kwa hiyo wakatuonesha baada ya kusoma bani bini bun, ile ambayo kwamba ulikuwa ulisoma kwa zamani, bani bini bun ilikuwa tunaunganisha sisi, ndio ba dhammateni bun, ba fathateni ban, ba kasrateni bin, ba dhammateni bun, bani bini bun. Sasa hizi katika usomaji wake wanafunzi kufundisha kwamba zinasoma kwa step ambayo unatakiwa usome vizuri kama ilivyoandikwa. Ba fathatain ban, ba kasratain bin, ban bin, ba dhammatain bun, ban bin bun, na sio bani bini bun. Huu ni usomaji wa makosa. Hiyo ni sharhi fupi tu ya darasa hili la 5. Tuko wengine, tunao wengine hapa nao watatusomea darasa nyingine insha Allah. Somo la 7. Naomba utulivu kidogo, naomba utulivu. Sikiliza somo la 7 linasomwaje. Sawa sawa? Lina haraka gani? Shukran sana, masha Allah, barakallahu fik. Huyu ametusomea somo la 8. Somo la 8 ambalo linasema huruful maddi wal lin. Huruful maddi wal lin, herufi za maddi. Tukisema maddi huwa al-itala, ni kule kurefusha ama kuvuta. Herufi ambazo zinavutwa na herufi ambazo zinatamkwa kwa al-lin, yani kwa ulaini. Tunasema maddul lin kwa wale wataalamu wa ilmu tajwid. Sawa sawa, akatuonesha njia na jinsi ambavyo zinasoma huruful maddi, yani herufi itakapoungana na herufi ya maddi, ima moja katika zile herufi 3 za maddi, alwawu sakin almadmuma qabla, ama alyau sakin almaksur ma qabla, au alalifu sakin almaktub ma qabla. Hizi ni herufi za maddi. Ili ziwe herufi za maddi ni lazima masharti mawili yaweze kupatikana. Kama ni alif ni lazima iwe na sukun, alafu herufi iliyokuwa kabla ya alif iwe na fatha. Kama ni waw ni lazima iwe na sukun, alafu herufi iliyokuwa kabla ya waw iwe na dhamma. Na kama ni ya ni lazima iwe na sukun na herufi iliyokuwa kabla ya iwe na kasra, kama ambavyo aliweza kusoma katika upande wa hurufu al-maddi akasema ba ambayo imeungana na alif. Ule zamani ilikuwa tukisoma, wengine tunafundishwa alifu kusimama, wengine sijui alifu kulala, sijui wengine alifu gani. Sasa tunaambiwa hii inasoma alifu al-maddi, inaitwa alifu al-maddi na sio alifu kusimama wala alifu kulala. Katika namna ya usomaji wake ni kama alivyoweza kutusomea. Ikiwa herufi imeungana na alif utasema ba fatha alif sukun ba, akadha inasoma kama hivyo. Ba kasra ya sukun bi, akadha. Kama ni waw ba dhamma waw sukun bu, akadha. Ba u bi,
lakini kadhalika akatusomea katika upande wa al-lin, madul-lin, herufi ambazo zinatamkwa kwa ulaini. Akatupa mfano ama akatusomea kwenye mfano ta fatha wa sukun taw, hadha madul-lin. Sawa sawa, naam, unalobakia somo la saba, as-sukun, hamza fatha ba sukun abe, hamza kasra ba sukun ibe, abe ibe, hamza dhamma ba sukun ubu, abe ibe ubu, hamza fatha ta sukun at, hamza kasra ta sukun it, at it, hamza